Maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Na yajulikane haya katika dunia yote. Paza sauti, piga kelele, mwenyeji wa Sayuni, maana mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Who
Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. kisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule
akakwenda kulitazama kaburi, na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalilingisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, anawatangulia kwenda Galilaya, ndipo atakapomuona. Haya nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakamkaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakaponiona. Neno la Bwana. Yesu Kristo. Kristo amefufuka kweli, haleluya. Bila shaka wanakwaya kufanya mazoezi nzuri sana, ngoma upendo ukiimbwa wote tukashangilia, tukasimama, tukapiga makofi, kumaanisha kwamba Kristo amefufuka kweli, haleluya. Tunaomba upendo ufufuko tukiimba kanisa nzima, tunaimba ile makofi, tunashangilia katika siku ya leo aliyofanya Bwana. Woo!
Nikauliza hapa, sherehe kubwa kuliko zote ni ipi? Mungu akasema Krismasi au Noeli, kwa sababu inaelekea mwisho wa mwaka. Lakini sherehe kubwa kabisa ni Pasaka, na mkesha huu unaitwa mkesha mtakatifu kwa sababu ni mama wa mkesha yote. Kama somo letu yote tuliyosikia tisa, namshukuru Baba Paroko ameruhusu yote yasoma tisa kama mtukuja na kusema. Ingine akichagua matatu, Agano la Kale, moja Agano Jipya ambayo ni Baraka na Injili. Lakini tumekaa sote tukasikiliza masomo mangapi? Tisa. Sawa kutoka? Agano la Kale moja, tisa, Injili. Sasa tunaanza kuona somo baada ya nyingine, tutakesha kwa sababu yetu ni mkesha. Tunaweza kuondoka asubuhi hapo, sio mbaya, basi. Lakini zaidi ukisikiliza kwa makini masomo hayo yote tisa tuliyosikia, tunapata historia au ukombozi wa mwanadamu. Historia ya mwanadamu katika ukombozi. Somo la kwanza tulilosikia lile la kitabu cha Mwanzo. Mbona baada ya Mwenyezi Mungu kuumba vitu vyote, baada ya kuumba nani? Mwanadamu. Kwa mwanadamu akamtofautisha na viumbe vingine vyote alivyoviumba. Huyo akampendelea, akamuumba kwa sura na mfano wake. Na alisema tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kristo
usipogusa matunda yake, usipogusa matunda yake, na hilo kwa stahili wanaendelea kujidhihirisha. Baada ya kujidhihirisha kwa wale wanafunzi wa imani
tunaishi maisha yetu kwa kwamba tuko mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu hayabadilishi. Mahusiano yetu na wenzetu na binadamu wenzetu sio mazuri. Ndio Pasaka hii tusipofufuka kurudisha mahusiano haya. Kuna mambo mengine kwa mwaka ufuke kabisa na kutoa mwanga kama na yule ataona mwanga huu kwa kupitia maneno yetu na matendo yetu. Kipindi chetu tunafanya mazoezi siku 40 kuweza kukarabati roho zetu, na leo Kristo anapofufuka tumkaribishe ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu. Kwa maneno mengine tuwe watu wa ufufuko. Bado tusipate makaburi. Unaona kwa yale baada ya kumsulubisha Bwana wetu Yesu Kristo, kumtesa, kumsulubisha na hapa wanasema maisha yanaishia hapa. Hapa maisha huyo alikuwa anakusumbua, ameshaambiwa tayari kila kitu kitakulia. Lakini amefufuka kwa kuonyesha maisha hayaishi kwenye kifo tu. Adhihirisha kwamba amefufuka, ameshinda mauti. Na hata kwa leo kusikia askari wale wanasema ikiwa tumelala, walikuja wafuasi wake wa Paulo wakamuiba, wakajaribu kuficha ukweli. Na Kristo katika Pasaka hii 2026 anatualika mimi na wewe kwanza utende wema, tuwe watu wema. Wema ni kinyume cha ubaya. Tuwe wema, tutende watu wema, kwani sisi sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Na daima tukiwa watu wema tunadhihirisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama mtu atatembea kwenye vibaya, kwa sababu tukatamania kwetu na wanadamu sio na mfano wa Mwenyezi Mungu. Ndio fungu hili la Pasaka tunaloadhimisha. Kutesa, kifo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kumbe, daima tunaalikwa tutende wema. Daima tunaalikwa tuwe na imani. Daima tunaalikwa tuwe dunia mpya. Kristo yeye anatupokea tukubali kubadilika. Tukubali kuingiza katika maisha yetu, atubadilishe. Ndio kweli watu wa ufufuko. Toka katika makaburi yetu na dhambi, makaburi yetu katika taifa letu, tumebadilisha naye. Na zaidi hasa katika mkesha huu mtakatifu ambayo amefufuka kweli kweli. Taifa la Mungu mwazi leo usiku anaofanya Bwana tulifurahia na tulishangilia. Kristo ameshinda mauti yote nzima. Lazaro alimrudishia nzima, lakini baadaye alikufa tena. Lakini amefufuka. Taifa la Mungu katika Pasaka hii miongoni mwa kufufuka. Mkono za kumwangalia mwanga kufufuka na wewe. Tazama swali, mwanga kufufuka. Onyesha sura ya ufufuko. Amefufuka, amefufuka.
Tunajiunga na halmashauri parokia ya Chalinze ambao umetosheka kabisa. Naomba Mwenyezi Mungu kushikamana katika upendo na amani. Kristo mfufuka atuongoze mema katika kulijenga kanisa letu. Uongozi wa hii kwa niaba ya waumini wote. Usiku tunamshangilia Yesu Kristo aliyeshinda mauti ili kuturudishia uzima wa Mungu na kuwa mwanga unaomulika giza la dhambi.
Yeah.
tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Mwana-Kondoo.
9 akafundisha katekesi, basi kapumzika. Lakini leo kupambana hivi ndio maisha yetu sisi ni misionari, sio? Kesho atakuwepo hapa kwa maanisha sisi. Lakini mimi ninabaki kanisa leo ndio ndio zote wanafanya mtu matumaini. Sisi atafuta mapema. Mzizi alikuwa anajua pale maoje pale. Kwa sababu kuongoza huko imara na kutumisha. Sababu ni kitu kikubwa sana. Lakini kwa mchango wenu, kwa maendeleo yenu, kwa ushirikiano wenu, kwa mshikamano wenu, ni kitu rahisi sana. Kwa hiyo anapokuja Mungu kunigusa sana. Unaporudia mmoja nienda kwa kazi ya miaka 40. Inafanya kitu. Na kwa hiyo kabisa kwa sababu hakuja yeye anafanya kwa ajili ya hayo mambo kwa ajili ya watu wake. Anaokuja kwa kanisa hili bado anasema kwa mzee wa mwana yule kwa mpenzi. Ndio mwanzo anafanya. Mtu matumaini. Ndio mpongeza hapa. Sababu hata misionari waliokuja. Kwa sababu misionari wa wazungu. Ya kama kwa na makontena. Mimi mwenye shirika langu kwa kwetu. Kama kusaidia hivi. Sasa hivi tunabaki mabongo yenyewe kwa misionari. Ndio kwa kufa wengine wametuacha kama tulivyo sasa. Kwa kweli makontena ni kila kitu. Kwa sababu sisi ni misionari. Na nikaangalia hivi naweza kuomba zangu na wewe. Wewe ni misionari. Mwangalie usoni basi, wewe ni misionari. Ndugu zangu ni wazi hata kanisa hili leo wako watu waliotoa sadaka. Wewe wako watu waliotoa sadaka kwa kundi ndio na sauti na sali yao. Watu waliojitolea. Na hakuna mtu ambaye hana cha kutoa. Kwa Mwenyezi Mungu atubariki. Kila mtu aliye ndani ya maisha yake, ndani ya familia yake, ndani ya shughuli zake, au Mwenyezi Mungu anayebariki. Tunafanya kama hapa. Lakini kurudisha shukrani kwa Mungu. Tunakuwa wasema wachoro. Nakumbuka wakati nilikuwa mdogo, sio sababu sana kidogo. Wakati nilikuwa mdogo, mama alipeleka nilikuwa mfuga huko. Akapeleka huko kwa baba. Ndio shulasi. Baadaye alifurahi. Alimwambia baba ikanipatia niko akasema kumbe kwa nini ndo karibu ametoa ile kwa ile shukrani yake ashukuru Mungu na kupitia hiyo pia wanampa matumaini. Nisikia walipiga hapa alikuwa anasema hajahisi kweli kwa sherehe ya mabaya tunakumbuka amri ya mapendo, tunakumbuka sakramenti kwa sakramenti ya takatifu pamoja na kanisa takatifu. Ni zawadi ndogo nyingi hapa nyingine siweza kushukuru. Kwa siku ya siku. Anamaanisha baba kweli anakuja kwa upendo mpende. Na mapenda ndio kabisa. Mama kwa kwanza kufika lakini kwa upendo wake tukishirikiana naye vizuri. Kanisa ni nini? Ila nini kwa kanisa? Ila ndio hakuna matatizo hapa. Ndio ambao kwanza kufanya biashara na kuona na au kufanya biashara au kufanya biashara kwa kweli. Ndio baba kwa ajili ya kutumikia. Ni chochote kwa sababu kwa ajili ya maendeleo ya kanisa.
sana, Mungu apongeze, Mungu pia makofi basi. Mungu vizuri. Yes.